kwa mkataba kati yake na kampuni binafsi kutekeleza mradi ambao ulipashwa utekelezwe na serikali kwa mkataba wa muda mrefu. Huo ndio unaitwa ubia. Ni jukumu la serikali kujenga hostel chuo kikuu cha SUA, lakini kama SUA ina maeneo na haina fedha ya kujenga hostel au haina ufanisi wa kuendesha hostel, ikaamua kuzungumza na mfanyabiashara X ajenge hostel kwenye maeneo ya chuo na kuiendesha, huo ni ubia. Chuo cha SUA kinakuwa kimepata hostel kama huduma, lakini mfanyabiashara amepata fursa ya kuwekeza. Ni jukumu la serikali kujenga barabara, lakini serikali ikimruhusu kampuni binafsi ajenge barabara ya kulipia au daraja la kulipia kwa mkataba wa muda mrefu, huo ni ubia. Sasa ubia msingi wake ni huo, tafsiri yake ni hiyo, kwamba ni mkataba wa muda mrefu kati ya serikali, kwa maana mamlaka ya serikali na kampuni binafsi kutekeleza jukumu ambalo kimsingi ni jukumu la serikali kufanya. Inaweza kuwa kwenye sekta ya umeme, inaweza kuwa sekta ya barabara, inaweza kuwa sekta ya maji. Ni jukumu la serikali kujenga miundombinu ya umwagiliaji. Kwa mfano, serikali katika mpango wa 4 imepanga kwamba itakapofika mwaka 2030 Tanzania iwe na maeneo ya umwagiliaji yanayofikia hekta milioni 5. Hekta milioni 5. Kwa sasa tunakaribia hekta 900. Around that. Kwa katika miaka tangu 2061 mpaka tunafika 2025 tulikuwa tumefanikisha hekta 900. Around that. Sasa tunataka katika miaka 5 tufikishe hekta milioni 5. Hiyo ina maana gani? Ina maana ya kwamba kuna kazi kubwa mbele yetu kuweza kufikia mara 5 ya tulichokifanya kwa miaka zaidi ya 60 iliyopita. Kwa hiyo tukialika sekta binafsi kuja kujenga irrigation schemes kwa utaratibu wa ubia kati yake na sekta binafsi, tafsiri yake ni kwamba tumefanya ubia katika sekta ya umwagiliaji. Ni jukumu la serikali kujenga silos kwa ajili ya kuhifadhi nafaka, lakini tukialika sekta binafsi kama Nigeria walivyofanya, kama Kenya wanavyofanya, kama Ghana wanavyofanya, kampuni binafsi inajenga kwa utaratibu wa ubia kwenye maeneo ya serikali, hiyo tayari ni ubia, kwa maana kwamba kampuni ile imefanya jukumu ambalo kimsingi ilipashwa lifanywe na serikali. Sasa ubia ni tofauti na ubinafsishaji, kwa sababu ipo misconception kwamba sasa ubia mbona kama ubinafsishaji. Ubia sio ubinafsishaji, kwa tofauti kubwa za msingi 3 ambazo zinatofautisha ubia, public private partnership na privatization. Ubia unahusu risk sharing. Ubia unahusu risk sharing, kugawana vihatarishi. Vinaweza kuwa ni vihatarishi vya fedha au vihatarishi vya operations au ni vihatarishi vya kimanagement. Privatization, vihatarishi vyote anabeba kampuni binafsi, private sector. Kwenye ubia vihatarishi mnagawana kati ya serikali na kampuni binafsi. Kuna vihatarishi vinabebwa na serikali. Kuna riski, nafikiri riski neno rahisi kueleweka. Kuna riski, ubia ni kuhusu risk sharing, ni structuring of development projects by risk sharing. Kwa hiyo kwenye ubia mnagawana riski kati ya serikali na kampuni binafsi. Zile riski ambazo private company anaweza kazibeba vizuri anazibeba yeye. Zile riski ambazo public institution inaweza kazibeba vizuri anazibeba yenyewe. Kwa hiyo tofauti ya kwanza.
Lakini tofauti ya pili ni kwamba kwenye ubia serikali ipo responsible kabla, wakati na hata baada. Kwenye privatization ukishahamisha ownership, maana serikali haiko responsible. Kwa government responsibility kwenye ubia ni tofauti na kwenye ubinafsishaji. Ownership kwenye ubia kama nilivyosema ni dual ownership, ni ownership ya pande mbili. Lakini kwenye ubinafsishaji ni ownership ina shift. Kwa hiyo ubia sio ubinafsishaji. Inaweza kuwa swala la mtihani hilo. Sijui kama kuna business studies zinafanyika tofauti kati ya ubia na ubinafsishaji. Kwa ubia sio ubinafsishaji katika picha pana, lakini ubia unahusu risk sharing. Unahusu kampuni binafsi itekeleze mradi wa serikali kwa kugawana vihatarishi, kwa kugawana riski na serikali, na inahusu mkataba wa muda mrefu katika picha hiyo. Sasa kwa nini tunafanya ubia? Tunafanya ubia kwa sababu kubwa tatu kubwa. Sababu ya kwanza ni kwa ajili ya private sector, mobilization of private capital kwa ajili ya kufanya majukumu ya serikali kama nilivyozungumza kwa kirefu. Kwa tunafanya ubia kwa ajili ya kuvuta mitaji ya sekta binafsi ifanye majukumu ambayo yangefanywa na serikali, kama nilivyozungumza kuhusu barabara, kuhusu reli, kuhusu umeme. Tunavuta mitaji ya sekta binafsi kama moja ya sababu ya ubia. Lakini tunafanya ubia kwa sababu ya kuvuta innovation, ubunifu. Research zinaonyesha kwamba sekta binafsi iko mbali sana katika ubunifu ukilinganisha na sekta ya serikali. Na ndio maana una huduma za serikalini ukilinganisha na huduma za binafsi kule, tukiwa wa kweli, hiyo tofauti inaonekana sana. Na ndio maana tunapewa challenge wakati mwingine sisi ambao ni viongozi kwamba kwa nini mtoto wako wasome shule ya serikali? Ni moja ya challenge ambayo tunakumbana nayo. Asome shule ya serikali kwa sababu ya uzalendo au asome shule ya serikali kwa sababu ina ubora zaidi? Ni challenge ambayo tunakutana nayo. Lakini bahati mbaya hiyo ndio imekuwa sehemu kubwa ya hali halisi ya dunia. Nilikuwa naangalia kampeni za uchaguzi Uingereza. Wakati mmoja wanasiasa mashuhuri sana wakati ule ambaye ni waziri mkuu mstaafu David Cameron anagombea, moja ahadi yake akipewa waziri mkuu wa Uingereza ilikuwa ni kuboresha shule za serikali ziweze kushindana na shule za binafsi. Okay, kumbe hata Ulaya shule za private ziko mbali ukilinganisha na shule za serikali. Kwa uzoefu ni kwamba private sector iko mbali katika innovation kuliko ukilinganisha na public sector. Kwa hiyo tunavuta hiyo innovation ya sekta binafsi embed kwenye operation za government za public institution. Lakini pia tunavuta managerial efficiencies, ufanisi wa kimanagement. Kwa hiyo tunaweza tukafanya ubia sio kwa sababu tunataka mtaji tunao pengine, ila tunatafuta ufanisi wa kimanagement. Okay, kuna mazingira fulani unaweza kaambiwa kwamba hasa huyu mtu amekuja na briefcase tu afu kapawa aendeshe shirika la reli. Hii mambo gani bana? Hapana, hajaja na briefcase tu, amekuja na ubongo, amekuja na managerial efficiency. Wanatoa mfano mmoja mara kadhaa kwamba kuna siku moja meli ilisimama huko katikati ya bahari kuu. Abiria wanapiga yowe, hawajui itakuwaje. Yule nahodha amepambana, amefika mahala amekosa majibu. Akasema, jamani, yoyote yule mwenye uwezo wa kufanya injini wake, mimi niko tumejadiliana na management, tumekubaliana tutatoa $100,000. Hali imeshindikana.
Mzungu mmoja alikuwa amesinzia, akashtuka, alipopata ule ujumbe akasema sawa, weka dola 1,000 hapo. Akazunguka kwenye ile engine, akamwambia bonyeza pale. Akabonyeza, ile mzungu akabonyeza ile button fanya, engine ikawaka. Yeye akamwambia yani wewe nikupe dola 1,000 kwa umefika tu hapo kumbe mimi nilikuwa sijaona nikupe dola 1,000? Akamwambia it took me over 30 years kujua kwamba button ya kubonyeza ni hiyo, sio umbali wa kutoka hapo nilipo nimekaa mpaka hapa. Sasa hiyo ni heshima ya maarifa, kwamba ilinichukua mimi miaka 30 kujua kwamba nikisikia sauti ya namna hii ya engine, sehemu ya kubonyeza ni hiyo. Kwa haikunichukua umbali wa kutoka nilipokaa kwenye siti yangu hadi kwenye engine kujua ni hapo. Ilinichukua miaka 30 ya kusoma na experience ya kufanya kujua kwamba button ya kubonyeza ni hiyo. Hii ina maana ya kwamba kwenye unavyoajiri, unavyoengage kutafuta managerial efficiency, haimaanishi kwamba huyu mtu hajaja na kitu, kwa sababu wewe tegemea aje na mitambo. Amekuja na uweledi wa kimanagement. Ndio maana leo akisema kwa mfano CEO wa Emirates Company, kampuni bora ya ndege duniani, Emirates, akisema anajiuzuru, biashara ya Emirates ina drop. Tafiti za Harvard zinasema kati ya 29% mpaka 39% ya faida ya kampuni inatokana na CEO. Yaani mkurugenzi yule anachangia 29% mpaka 30% ya kampuni. Na ndio sababu makampuni makubwa duniani CEO wake wanalipwa fedha nyingi, wanagombaniwa, utafikiri wacheza mpira. Ni kwa sababu efficiency ya kimanagement ni kitu kikubwa. Efficiency ya kimanagement ni kitu kikubwa. Hebu tazama ripoti za CAG, hasara za mashirika ambazo zinatajwa kila mwaka wa ukaguzi na mwaka mwingine. Hebu fikiria shirika likiwa na CEO ambaye anaweza akaondoa hasara au akaipunguza hasara. Sio kwamba amekuja na mtambo, no, amekuja tu na uweledi wa namna gani ya kushape, ya kurestructure na kushape governance. Kampuni inasimama. Kwa hiyo tunafanya ubia pia kwa sababu ya kuvuta managerial efficiency. Na ndani ya ubia tunaweza tukawa na levels tofauti. Inawezekana ni ubia kwa ajili ya mradi ambao ni greenfield, kwamba hakuna chochote, huyu mwekezaji anakuja na kila kitu anajenga mwenyewe na cooperate, wanaita ni greenfield. Kwamba hakuna hostel, anakuja anajenga from scratch na cooperate. Au inawezekana ni brownfield, kwa maana ya kwamba hostel zipo au barabara ipo au miundombinu ya umwagiliaji ipo, ile imechakaa, kuikarabati na kuiendesha ina attract ubia. Unaweza ukafanya ubia kwa ajili ya mwekezaji kuja ukarabati na kuendesha, au kujenga na kuendesha, au karabati na kuendesha. Lakini wakati mwingine inawezekana kila kitu kiko sawa, tuna treni yetu SGR, vichwa vipya, mabehewa mapya, tunaingia ubia na kampuni iendeshe SGR. Yani tumenunua vichwa wa kodi zetu, mabehewa wa kodi zetu, uendeshaji tunamchukua mtu aje aendeshe. Mkiendesha nyie mnaendesha kwa hasara. Sasa mmeingiza hela kwenye kujenga reli, kwenye kununua mabehewa, kwenye kununua vichwa. Mnataka muingize na hela kwenye kuendesha. Kwa nini tusimpate mtu atakayeendesha kwa faida, ili badala ya kuwa source ya expenditure iwe source ya revenue? Si tunaelewana? Sasa lakini hiyo inahitaji mijadala ya wasomi, kwa sababu ni wasomi hawa anaweza aka comment, profesa au daktari
This is hopeless kabisa. Maamuzi gani ya namna hii? Na kumbe kuna science behind ambao ni vizuri tukaidebate. Ni vizuri tukaidebate kwamba hasara zinazotangazwa kwenye ripoti ya CAG kwa mfano ni fahari kwa kuwa tunaendesha sisi wenyewe, au kama kuna jinsi ya kufanya kupunguza tuifanye, hata kama tunamuengage kampuni binafsi. Sasa inahitaji mazoea na uzoefu mpya. Uingereza baada ya financial crisis ya mwaka 2008, mgogoro wa kifedha mwaka 2008, walimkodi raia wa Canada kuwa gavana wa benki kuu ya England. Mkanada alipewa ajira Uingereza ya kuwa gavana wa benki kuu ya England, Central Bank ya England. Iliongozwa na mtu wa kutoka Canada, raia wa Canada ambaye amewahi kuwa gavana Canada. Hapa nyie mkiambiwa tumchukue raia wa Kenya awe gavana wa Central Bank of Tanzania, kwa sababu tu ana uwezo, au tumchukue raia wa Zambia aendeshe benki kuu ya Tanzania. Mpo kwenye mazingira hayo kwamba tunataka kufanya mapinduzi katika sekta ya fedha. Kuna mtu mwenye weledi mkubwa anaishi Zambia, tumlete hapa aendeshe. Dar es Salaam wakati wa Mwalimu Nyerere aliyekuwepo mbunge aitwa Bryson, ni mzungu. Rekodi kubwa ya Bryson ilikuwa ni mapinduzi makubwa katika sekta ya maji. Wakati wa jimbo la Kinondoni ni Ubungo yote, ni Kawe yote na Kinondoni yote, alikuwa mzungu. Au tubaki na mwenzetu hata kama loss making, au kuna maeneo tukodi mtaalamu kwa sababu analeta weledi. Na ndio maana tuko hapa kujadiliana. Kuna vitu ni vigumu kumeza ukiwa hujapata exposure. Unafanya comparison tu, unafanya maamuzi basing on merits. Sasa sisemi kwamba PPP ni kwa ajili ya kubadilisha gavana, tupate gavana mgeni. Sije mkasema kwamba Kafulila amekuja SUA, inaelekea mpango wa serikali ni kuchukua benki kuu ya Tanzania ongozwe na gavana wa kigeni. Huko huenda hatujafika, hatujaweza kubeba hilo, lakini najaribu kuzungumza kwamba ni uzoefu duniani, managerial efficiency. Kwa hizo ndio sababu na hizo ndio njia ambazo tunafanya ubia. Kwa miaka takriban 5-4 serikali imefanya miradi ya ubia yenye takriban trilioni 6, yenye thamani ya takriban trilioni 6. Mwaka 2021 miradi ya ubia ilikuwa thamani ya shilingi trilioni 2.5. Mpaka sasa miradi ya ubia imefika thamani ya zaidi ya trilioni 8.5. Zaidi ya trilioni 8.5. Ukienda bandari ya Dar es Salaam kuna miradi miwili ya container na operations za magati. Ukienda kwenye miradi ya umeme power generation, ukienda kwenye miradi baadhi ya real estate, kuna East Africa Logistics Center pale Ubungo, investment ya bilioni 300. Achilia mbali zile investment zingine za real estate ambazo ziko chini ya 50 bilioni. Hivi karibuni Tanzania imesaini mkataba na kampuni ya CCC ya China kwa ushirikiano na Zambia kwa ajili ya kufufua reli ya Tazara. Kwa ajili ya kuifufua reli ya Tazara. Reli ambayo zaidi ya 60% ipo kwetu Tanzania. Reli ambayo sisi kwa sababu tuna bahari ndio beneficiaries wakubwa kuliko Zambia kwa sababu tuna bahari. Duniani kwa ujumla wake asilimia takriban 90 ya biashara ya dunia inafanywa kupitia bahari.
biashara ya dunia takriban 90% inafanywa kupitia bahari. Ukiwa una access to sea, hiyo peke yake ni faida ya kijiografia ambayo pia ni faida ya kiuchumi. Tanzania ina ukanda wa bahari wa zaidi ya kilomita 1400 na nchi nyingi duniani zinategemea kufanya biashara na dunia kwa kununua duniani na kuuza duniani kupitia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo peke yake kule Irani kule walikuwa wanaita nini ile? Humus. Kuna sisi ni humus fulani hivi. Eti kama kufunga tu hapa shughuli haieleweki huko Malawi, huko Zambia, huko DRC lazima wapige yowe. Kwa hii ni nafasi ya kijiografia ambayo tuna faida ya kuwa nayo. Lakini kuibadilisha nafasi hii ya kijiografia kuwa nafasi ya kiuchumi inahitaji uwekezaji mkubwa kwenye bandari, kwenye reli, kwenye barabara, ili kusudi mzigo utakapofika bandari ya Dar es Salaam ufike kwenye destination kwa muda, kwa wakati, ukilinganisha na kama mfanyabiashara huyu angetumia bandari ya Mombasa au angetumia bandari nyinginezo. Kwa hiyo ufanisi wa bandari ni muhimu ili kufaidika na nafasi ya kijiografia. Tangu operation za bandari kufanywa kwa utaratibu wa ubia, mzigo unaopita umeongezeka zaidi ya mara tatu katika muda mfupi. Leo ukitaka kuona ushahidi huo, angalia Chalinze pale, Kibaha Chalinze kuja mbele, lori hapapitiki. Dar es Salaam leo imegeuka kuwa ni sehemu ya kuhifadhia makontena kila kona. Ni expansion ya service ya bandari, ingaje pia ni challenge, inahitaji solution nyingine ili kusudi intervention ya kwenye bandari iwe sustainable. Nitaeleza baadaye nini kinafanyika. Lakini msingi wangu mkubwa wa kuzungumza ni kwamba tunahitaji investment zaidi kwenye bandari. Wachina, kampuni hiyo ya China CCC inaifufua TAZARA yetu ili kusudi mzigo wa Zambia na DRC ambao ni wa China uweze kuwa rahisi kupita bandari ya Dar es Salaam. Sisi tuna bahati tu, sio tu ya kuwa na bandari, lakini kuwa na bandari kwenye bahari ambayo ndio biashara ya dunia ipo. Leo hii duniani biashara ya dunia, the lion's share ya biashara ya dunia iko bahari ya Hindi, sio bahari nyingineyo. Na ndio maana ni vigumu huko Atlantic sijui au Lobito corridor kukompiti na corridor ya kwetu huku. Ni kwa sababu biashara ya dunia ipo Indian Ocean, na sisi tuna bahati hiyo. Kwa hiyo kuna intervention za kufanya kwenye bandari, lakini pia kwenye reli, ndio hizi reli hizi, lakini ndio kwenye barabara. Na ndio maana tuwachakata mradi wa Kibaha Chalinze Morogoro kwa utaratibu wa ubia. Inakuja kampuni ijenge barabara ya kulipia. Ukitaka kwenda polepole utapita barabara ya serikali ya bure. Ukitaka kwenda haraka expressway unapita barabara ya kulipia. Kuna tatizo? Kama ambavyo ukitaka unaweza ukiwa baba yako anaumwa unaweza kumpeleka Aga Khan au Muhimbili. Ingaje bahati mbaya au bahati nzuri zote za kulipia. Yaani za serikali za kulipia na za binafsi za kulipia, ingawaje inawezekana malipo yakawa tofauti. Ukitaka mtoto wako unaweza kumpeleka shule ya serikali au kapeleka shule ya binafsi. Unaweza kupita barabara ya serikali au kapita barabara ya ubia. Huo ni uzoefu kwenye nchi nyingi duniani na sio mjadala. Kwa hiyo
Nilikuwa najaribu kueleza hiyo kwamba tunahitaji investment kubwa kwenye maeneo yote ili kufikia malengo tunayoyataka. Tumejenga msingi wa dira, tumekubaliana kujenga dira ya kujenga uchumi wa dola trilioni 1 itakapofika mwaka 2050. Hii ina maana gani? Nimetoa mfano mmoja tu wa kwamba kiasi uchumi ni uzalishaji. Ukisema uchumi ni uzalishaji. Kwa ukisema tujenge uchumi wa dola trilioni 1 kufika mwaka 2050 ni kwa ina maana kwamba itakapofika mwaka 2050 uzalishaji wa Tanzania wa huduma na bidhaa ufike thamani ya dola trilioni 1. Hii ina maana gani? Duniani mpaka sasa nchi zenye uchumi wa saizi hiyo ziko 21 tu. Katika mantiki nyingine ni kwamba unasema kwamba itakapofika mwaka 2050 tuingie klabu ya nchi zenye uchumi wa dola trilioni 1 kwenda mbele. Katika Afrika hakuna nchi yenye uchumi wa kiasi hicho, hata nusu yake. Nchi kama South Africa ambao uchumi wake uko around dola bilioni 400 ndio nchi yenye uchumi mkubwa Afrika. Kwa unapozungumza kwamba tujenge uchumi wa dola trilioni 1 itakapofika mwaka 2050, maana yake tujenge uchumi mkubwa mara 2.5 ya Afrika ya Kusini ya leo katika miaka 25. Picha unaipata sasa, inasogea. Ukitaka kujua picha halisi, fanya scanning ya miundombinu ya Afrika ya Kusini, kuanzia reli, barabara, viwanja vya ndege, bandari, huduma, teknoloji na kila kitu, uzalishaji wa umeme. Fanya scanning hiyo, ndio utajua size ya assignment iliyoko mbele yetu ndani ya miaka 25. Afrika Kusini leo wanazalisha umeme zaidi ya megawati 60,000. Tanzania megawati tunakaribia 5,000. Tuna jukumu la kujenga uchumi mara 2.5 ya Afrika ya Kusini. Hala uhitaji hesabu nyingi, hizo ni hesabu za cross multiplication. Unapata ukubwa wa assignment mbele yako. Tunafikiria kwamba itakapofika mwaka 2050 tujenge uchumi ambao umeme utakuwa wa kiasi cha megawati 70,000. Sio chini ya megawati 70,000, kutoka megawati 5,000 za sasa. Hiyo inakupa picha ya ukubwa wa assignment iliyoko mbele yetu. Lakini pia nimetoa mfano wa kwamba ukichukua uzalishaji wa nchi yetu kwa miaka 25 kuanzia mwaka 2000 kwenda 2001, 2002 ujumlishe miaka 25, jumla uzalishaji ni dola trilioni 1.15. Mantiki yake ni kwamba tunataka ikifika mwaka 2050 tuzalishe sawasawa na jumla ya tulichokizalisha katika miaka 25 iliyopita kutokea leo 2026 kurudi nyuma. Najaribu kuweka hii ili kusudi tukubaliane ukubwa wa assignment iliyoko mbele yetu. Na sisi tunaotoka hapa ndio tunakwenda sekta binafsi, tunakwenda serikalini, tunakwenda kuwa wafanya maamuzi. Dira hii sio dira ya Rais Samia wala sio dira ya serikali, ni dira ya nchi. Tunao uamuzi wa kufanya kila kinachowezekana tuifikie, au tuitelekeze. Maana kuna kutekeleza na kutelekeza. Inaonekana kuwa kubwa. Ukimwambia mtu kwamba tujenge uchumi wa dola trilioni 1 kufikia mwaka 2050 na kwamba katika Afrika hakuna nchi yenye hata nusu ya hiyo, mbona kubwa sana? This looks of ambitious. Lakini ukiangalia idadi yetu ya watu na ongezeko la watu, Watanzania tunaongezeka kwa kasi kubwa kwa wastani ambao ni zaidi ya wastani wa Afrika. Growth rate. Population growth ya Tanzania ni zaidi ya 3%. Population growth ya Afrika ni 2%. Population growth ya dunia ni 1%. Kwa hiyo growth rate, population growth rate ya Tanzania ni zaidi ya growth rate ya Afrika, zaidi ya growth rate ya dunia.
Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba itakapofika mwaka 2050 tutakuwa around watu milioni 140. Kwa uchumi wa dola trilioni 1 itakuwa ina maana ya kwamba per capita GDP, wastani wa uchumi wa mtu utakuwa dola 7,000. Dola 7,000 per capita ina maana gani katika mahesabu ya leo? Nchi ya Botswana per capita GDP yake leo ni around dola 7,000. Kwa hiyo tukisema tunataka mwaka 2050 tuwe na uchumi wa dola trilioni 1 wakati tutakuwa around milioni 140, ina maana ya kwamba tunafikiria kwamba ikifika mwaka 2050 tuwe na per capita GDP sawa na per capita GDP ya Botswana leo. Tukisema tuifikie per capita GDP ya Botswana miaka 25 ijayo, haionekani kuwa ambitious. Lakini tukisema tufikie mara 2.5 ya uchumi wa Afrika Kusini ya leo katika miaka 25 ijayo, inaonekana ambitious. Hii question inakwambia nini? Inakwambia kuna challenge ya population growth. Mnazaliana sana. Lakini wakati mwingine kwa sababu kuna lishe na chuo cha SUA kinachangia lishe, maarifa ya kuzalisha, watu wanazaliana sana. Okay, kuna mjadala wa kiuchumi na kiimani kuambia watu wapunguze kuzaliana au kuambia idadi ya watu ipungue. Ipo mijadala ya kiimani na mijadala ya kiuchumi. Ya kiimani siwezi kuingilia kwa sababu mimi ni maamuma. Lakini najaribu kuangalia katika mijadala hii ya kiuchumi. Ipo dhana ya kwamba watu wakiwa wengi si ndio uchumi uongezeke? Lakini imani hiyo inabebwa na assumption kwamba ina ignore uhalisia wa kwamba uzalishaji unategemea kitu kinaitwa population dividend. Uzalishaji unategemea ubora wa nguvu kazi. Population dividend. Watu wenye ubora wakiwa wengi uzalishaji unaongezeka. Lakini kama hawana ubora wakiwa wengi wanaongeza umaskini. Ndio maana ukienda kwa Wachaga kule mwisho wa mwaka, sio watani wangu lakini wana tabia ya kutania tu. Kwa hiyo watanisamehe. Mnakwenda familia, nilikuwa rafiki yangu mmoja mbunge Mchaga, wakati tunasoma chuo kikuu, alikuwa akienda mwisho wa mwaka nyumbani, ana mdogo wake anafanya biashara Kenya, hakusoma. Kwenye kikao cha nyumbani akinyosha mkono kutaka kujenga hoja ya kikao cha kufunga mwaka, hapewi nafasi ya kuzungumza. Mdogo wake anapewa. Analalamika, anasema sasa baba, mimi naonyesha mkono mpaka nachoka, huyu ameongea mara 2, mdogo wangu ameongea mara 2, mimi naonyesha mkono sipewi nafasi ya kuongea. Akamwambia sasa wewe hata ukiongea kuna mchango hapa utachanga. Utachanga. Kwa thamani yako inapimwa na productivity yako. Uko productive kiasi gani? Wewe unakuja hapa kutupa matatizo ya watoto wako, usaidiwe ada, mke wako kajifungua, usaidiwe, kuna matibabu, kuna bima. Idadi kubwa ya watu ambao sio productive ni liability kwenye uchumi. Mkiwa na watu wengi ambao hawazalishi ni hasara kwenye uchumi. Unahitaji kuwa na watu wengi ambao wanazalisha. Singapore pale, wako watu milioni ngapi? Hawafiki milioni 6. Lakini uchumi wa Singapore ni zaidi ya uchumi wa Tanzania. Kwa idadi ya watu sio issue. Idadi ya watu sio issue. Issue ni productivity. Hawa watu wako productive kiasi gani? Kwa sisi kwenye equation yetu ya uchumi tuna changamoto ya watu kutokuwa productive. World Bank wanatoa ripoti yao, wanasema kwamba Human Capital Index ya Tanzania ni 40%. Hii ina maana gani? Human Capital Index inapima huyu mtoto akizaliwa leo anaweza akachangia kiasi gani yalichopaswa kukichangia kama kila kitu kingekuwa sawa. Huyu mtoto kama angepata maarifa bora, afya bora, bora 100, lakini kwa sababu ya changamoto hizo anachangia shilingi 40.
Human Capital Index tuko 40%. Nchi za Ulaya ziko above 70%. Co-productivity, ndio maana Ulaya ina asilimia kama 7 tu ya idadi ya watu duniani, lakini ina uchumi 25% ya uchumi wote wa dunia. Ubora sio wingi. Unaweza ukasema sisi njoo uwekeze Tanzania na nchi za Afrika Mashariki na za SADC kwa sababu tuna population kubwa hii. Tuna watu wengi hawa. Hawa watu hawahemei. Hawa watu spending yao ya $1,300. Kuna Mwingereza ana spending ya per capita ya ana spendi mara 100 ya hiyo kwa mfano. Sio hivyo tu, ukitoka hapo wewe mwalimu umekwenda kijijini kwenu, watu hawajaendelea sana, utakuta siku hiyo soko limechangamka kwa sababu yako, spending yako. Watu ni wengi lakini hawana uwezo wa kununua. Kwa hii ni challenge. Population growth rate ya population yetu ni challenge. Of course uko mjadala, wengine wanasema mbona China ni wengi lakini wameendelea. One of the reason ya China kuendelea, pamoja na mambo mengine, pamoja na intervention zingine, ni pamoja na policy yao ya kupunguza kasi ya kuzaliana, one child policy. Wameoperate hiyo, imefika mahala sasa wanaanza kupata shida ya kwamba wataanza kukosa money power, kwa wamereverse kwamba hapana, tuongezeke. Leo China sio nchi inaongoza kwa idadi ya watu duniani, ni ya pili baada ya India, na idadi yao ya watu inapungua, wana negative growth. Population growth rate ya China ni negative. India ambayo inaongoza population growth yake ni less than 1%. Sisi ni over 3%. Tukienda na mwenendo huu, ikifika mwaka 2100 huko, tutakuwa 10 bora ya dunia kwa idadi ya watu. Je, kuna faida ya hiyo race ya kushindana idadi ya watu, au faida ni race ya kushindana na watu ambao wanarusha rocket mwezini? Kwa hii niseme kwamba ni one of the challenge kwenye equation yetu ya maendeleo, population growth. Watu wakiwa wengi hawana uwezo wa kumudu afya, inakuwa jukumu la serikali. Hawana uwezo wa kulipa ada za watoto, inakuwa jukumu la serikali. Hawana uwezo wa kumudu vitu basics, inakuwa jukumu la serikali. Kwa tukipunguza growth yetu, hiyo ni one of the solution. Lakini kwa nini hii ina interlink na PPP? Tunasema kwenye transition ni jukumu la serikali kufanya vipaji hivi vya watoto visipotee kwa sababu ya umaskini wao. Ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba inatoa elimu bora, afya bora, ili hao watoto wenye talents zisipotee kwa sababu ya umaskini wao, wa familia zao, wa wazazi wao. Lakini hilo litawezekanaje kama serikali hii itakuwa ina jukumu kujenga barabara, serikali, kujenga reli, serikali, kuhudumia majeshi, serikali, kutoa mikopo ya elimu ya juu, serikali, kufanya kila kitu mpaka kujenga choo cha stendi ya Morogoro, iwe serikali? Haitowezekana. Kwa ndio maana tuna engage PPP, ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, ili private wafanye maeneo ambayo yana mvuto wa kibiashara. Serikali iachane na kufanya investment kwenye maeneo ambayo private wanaweza wakafanya, ili kusudi serikali ifanye maeneo ambayo private hawezi kufanya. Maana yangu ni kwamba sio kila mradi unaweza ukamvutia mwekezaji kuufanya. Mwekezaji lengo lake ni profit maximization. Mwekezaji lengo lake ni kutengeneza faida. Lakini serikali lengo lake ni zaidi ya kutengeneza faida. Na ndio maana kuna concept ya economic viability na commercial viability. Tukisema huu mradi ni economically viable, maana yake ni kwamba huu mradi katika picha pana una faida ya kiuchumi.
Mradi unaweza kuwa na hasara ya kiuchumi lakini una faida, unaweza kuwa na hasara ya kibiashara lakini una faida ya kiuchumi. Kwenye faida ya kibiashara tunaangalia accounting profit, faida ya kihasibu. Kwenye faida ya kiuchumi hatuangalia accounting profit, tunaangalia beyond accounting profit. Tunaweza tukasema tukiwa na ndege nyingi zitaboost utalii, na utalii unaleta forex nyingi, itasaidia kwenye uwiano wetu, urali wetu wa biashara duniani. Hayo unayaangalia katika picha pana, lakini kwenye accounting profit unaona shirika la ndege linatengeneza loss. Kwa hiyo serikali inaweza ikaoperate mradi wa hasara kibiashara, lakini inatazama faida yake pana kiuchumi. Kuwasomesha watoto wa masikini kibiashara hailipi, kwa sababu hawana uwezo wa kulipia ada sawasawa na wanachostahili, wanachofundishwa. Lakini kiuchumi inalipa, kwa sababu unaokoa vipaji ambavyo baadaye vitakuja kujenga msingi imara wa huu uchumi wa hiyo nchi. Kwa ukiangalia kiuchumi, kumsomesha mtoto wa kimaskini inalipa, lakini kibiashara hailipi. Na ndio maana wawekezaji wanawekeza na wanaweka ada za juu ili biashara ifanyike, kitu ambacho serikali haiwezi kufanya, kwa sababu serikali inaangalia zaidi ya faida ya kibiashara. Sasa hii ina maana gani kwenye ubia? Ina maana ya kwamba kwa kutumia utaratibu wa ubia, serikali itaokoa fedha nyingi ambazo ingewekeza kwenye maeneo ambayo private sector angeweza kufanya, iziokoe huko, izielekeze kwenye maeneo ambayo private sector hana interest, kama ya afya kwa watu maskini, elimu kwa watu maskini. Jenga, tungesema reli ya Tazara ambao ujenzi wake ni $1.4 billion, tujenge sisi na Zambia, tugawane 60% Tanzania, 40% Zambia. Hiyo fedha ya takriban dola bilioni 1 ambayo tumeiokoa hapo, tafsiri yake inaweza ikaenda ikasaidia maeneo haya ya elimu, hayo ya afya na maeneo mengine ambayo hiyo fedha ingeweza kutumika. Kwa tunavyookoa fedha kwa kuiacha sekta binafsi ifanye maeneo hayo, tunaongeza uwezo wa serikali kudeliver huduma kwa makundi ambayo hana uwezo wa kugharamia hizo huduma. Na kadiri serikali inavyozidi kuwa kubwa kufanya kila kitu yenyewe, ndivyo ambavyo inapunguza uwezo wake wa kufanya kwa ubora. Na kadiri inavyopunguza ukubwa wake wa kuacha vitu vingi ambavyo private inaweza kufanya, na ibaki ina maeneo ambayo private hawezi kufanya, hivyo ndivyo ambavyo inaongeza uwezo wa huduma. Lakini wakati huo huo private anavyoleta mtaji, anazalisha, analipa kodi, anaongeza ufanisi wa kimanagement, na ndivyo hivyo welfare ya wananchi inavyoongezeka, ustawi wa wananchi unavyoongezeka. Kwa hiyo ndio sayansi fupi ya kwa nini tunafanya ubia na kwa nini leo dunia iko kwenye kutazama alternative financing, na kwa nini SUA kama chuo kikuu ambacho kimesheheni historia kubwa kinapaswa kutazama dira yetu ubia, ambao kwenye dira, ambao kwenye mpango wa 4 inazungumzwa kwamba 70% ya utekelezaji wa hii dira itokane na sekta binafsi. 70% itokane na sekta binafsi, 70%. Huu mpango wa 4 wa mwaka 2026-27 mpaka 30-31, gharama ya kugharimia huo mpango ni zaidi ya shilingi trilioni 477. Trilioni 477. Huu mpango unaokwisha wa 3 uliokwisha mwezi wa 6 ulikuwa una gharama ya trilioni 114. Hiyo ni miradi ya maendeleo. Hiyo ni miradi ya maendeleo. Kwa mpango wa 4
ni karibuni mara 4 ya mpango wa 3. Na ndio mpango huu wa 4 unaosema kwamba itakapofika mwaka 2030 kwenye sekta ya kilimo peke yake, investment kwenye sekta hii ya kilimo katika dhana pana. Nikisema kilimo katika dhana pana, agriculture ni broad definition, ina maana ya mazao, ufugaji na uvuvi. Inahitaji trilioni 47.9 ambayo ni 10% ya mpango huo. Sasa hii inatoka wapi? 40% ya trilioni 47.9 inapaswa kutokana na private sector, walau hapa kwenye kilimo. Haya ndio mambo ambayo yanataka ukipewa dhamana ya kuleta mapinduzi hayo ya kilimo kwenye picha hii, uende nje ya boksi, ufikiri nje ya boksi. Kwa kupitia ubia unaweza ukafanikisha miradi nje ya government, beyond government balance sheet. Ubia utasaidia serikali kutekeleza miradi zaidi ya balance sheet yake ilionayo. Na leo ndio sababu nikasema nije SUA tubadilishane mawazo kuhusu taifa letu, uchumi wetu, kilimo, kwa sababu ni eneo kubwa katika picha pana, kinabeba karibuni 60% ya ajira za watu, karibuni 25% ya uchumi, karibuni 23% ya export ya forex. Ni injini kwenye kurekebisha tofauti za kiuchumi na kadhalika na kadhalika. Asanteni sana.